Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuchanganyikiwa kwa kushindwa kwake kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Alifikiri angeweza kupata makubaliano na shughuli rahisi ambayo ilitambua faida za eneo la Urusi na kuvutia maslahi yake ya kiuchumi. Hakuelewa jinsi Vladimir Putin alikuwa amejitolea kuharibu taifa huru la Ukraine au jinsi ingekuwa vigumu kumlazimisha kukubali chochote. Rais huyo wa Marekani ambaye alidhani ingekuwa ni rahisi kutatua vita hivyo, sasa amejikuta katika wakati mgumu, huku akija na maamuzi mengine ya kuweka vikwazo vigumu zaidi kwa Urusi, akiamini huenda ikawa ni njia ambayo itaweza kutatua mzozo huo, licha ya kwamba mwanzoni hakuamini juu ya njia za vikwazo kama zingeweza kuifanya Urusi kuachana na mpango wake wa vita. Hivi majuzi Rais Trump alijaribu kubadilisha mabadiliko. Alimwambia Putin kuwa anaweza kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, na alijaribu kuzungumza na Zelensky katika eneo la kukubali, lakini yote mawili hayakufaulu. Trump alifuta mkutano uliopangwa na Putin, akielezea kwa waandishi wa habari, "Itabidi tujue kwamba tutafanya makubaliano. Sitapoteza wakati wangu. Nimekuwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin, lakini hii imekuwa kukatisha tamaa sana." Kuwasikia maafisa wakuu wa utawala wa Trump wakisema wako karibu sana kusuluhisha vita ikiwa tu nchi zote mbili zingekuwa na busara, wanaonekana kuona mzozo huo wa kimsingi kuwa rahisi na unaoweza kuathiriwa. Urusi inataka ardhi iliyobaki ambayo haidhibiti katika Donbas. Ukraine inataka uhakikisho thabiti wa usalama, lakini kwa kweli shida imekuwa ni ngumu zaidi na ngumu zaidi kuliko hivyo, wanasema wachambuzi wa mambo na vyombo vya habari vya Magharibi. Mataifa Magharibi hapo awali kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya pamoja na NATO kwa pamoja yaliazimia kuweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi, lakini vikwazo havikuweza kufanya kazi kama alivyosema rais wa Marekani. Mapema katika mhula wa pili wa Trump, Urusi ilikataa makubaliano ambayo yangezuia safu za vita, kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi na kuiweka Ukraine nje ya NATO. Ikiwa Trump angeelewa muktadha wa kina wa vita, asingetarajia aliyoyaona kwa sasa. Moscow inaiona Ukraine ni nchi huru na yenye uwezo wa kijeshi kama tishio lisilokubalika. Iwapo vita hivyo vitamalizika kwa masharti yoyote isipokuwa kutiishwa kwa ujumla kwa Ukraine na Urusi, Ukraine inayoendelea kuhuzunishwa na kijeshi itaimarika kiuchumi na kujenga upya ulinzi wake kwa msaada wa mataifa ya Magharibi. Moscow inaona matokeo haya hayawezi kuvumilika, na mpango wake pekee wa kukubaliana nayo ni kuharibu maeneo ya Ukraine, hasa upande wa jeshi. Hii ndio maana ya Moscow, kwa kushughulikia sababu kuu, imeamua kuingia vitani na kuhakikisha inatumia gharama zote dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa Putin, gharama ya juu katika kuendeleza vita hivi inafaa kulipwa kwa sababu inazuia Ukraine kurejea tena kwenye miguu yake. Hata badilisha mawazo yake kwa sababu tu gharama ndogo ya vikwazo inaongezeka, huku akionekana mtu asiyejali juu ya vikwazo hivyo, akiamini kwamba hakuna vikwazo vitakavyoweza kuishusha Urusi na kuachana na mpango wake wa vita nchini Ukraine, lakini pia akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump hawezi kuiangusha Urusi kwa sababu ya vikwazo, ama kwa namna yoyote anayodhani angeweza kuiangusha Urusi na Urusi kuachana na mpango wake wa operesheni maalum ya kijeshi. Hii ndio sababu msimamo wa Urusi karibu haubadiliki tangu aingie madarakani Donald Trump. Urusi imetoa ofa ambazo Zelensky anaweza tu kuzikataa. Inadai makubaliano ambayo atamwangamiza rais wa Ukraine kisiasa, kama vile kujisalimisha kwa eneo jipya na kuondolewa kwa kijeshi kwa Ukraine. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump, moja kati ya mambo ambayo yalimfanya kuchukizwa na kuachana na mpango wa ziara yake ya kukutana na rais wa Urusi huko Budapest ni kutokana na misimamo ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Amekuwa mara kadhaa akieleza kwamba kumekuwa na maelewano ya kumaliza vita hivyo, lakini baada ya muda rais Putin amekuwa akibadilika zaidi. Kadhalika na upande wa Ukraine hivyo hivyo, huku akisema kwamba huenda mataifa ya Magharibi yamekuwa yakiendesha Ukraine namna wanavyotaka na kusababisha vita hivi kushindwa. Kuonekana kwa rais wa Marekani kuchanganyikiwa ni kutokana na kwamba alishauaminisha ulimwengu kwamba yeye ndio kiongozi pekee atakayeweza kumaliza vita hivyo, lakini sasa ni kama vile anaenda kuangukia pua, huku akitoa malawama kwa rais aliyepita Joe Biden
ambapo alipokuwa rais, Ukraine ilidai dhamana ya usalama na kutoka kwa Marekani ili wamalize vita hivyo. Baada ya ofisi ya Marekani kukosolewa na Trump wakati huo mnamo Februari, Kiev ilikubali wazo la kusitisha mapigano bila masharti, labda kurekebisha uhusiano na Washington. Hii ilikuwa ni hatua nzuri ambayo ilifichua Urusi kama kikwazo cha amani, lakini Trump hakufuata shinikizo kubwa kwa Moscow na pande hizo mbili zimesalia mbali kama zamani. Trump hataweza kumaliza vita katika miezi michache ijayo, lakini anaweza kuanza kuweka mazingira ya kijeshi na kidiplomasia kwa ajili ya mazungumzo yenye mafanikio baadaye katika mhula wake. Kufanya hivyo hakutahitaji hata mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kuelekea kumalizika kwa vita hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri duniani kupitia The World News.